Karibu sana mtazamaji, karibu sana. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia channel hii, karibu sana, na kama ni mwenyeji, asante sana kwa kurudi tena. Leo napenda nizungumzie swala la uwezo ulionao. Hebu fikiria, samaki huwa anajifunza kuogelea. Je, njiwa huwa anajifunza kupaa juu? Ni kwamba ile nguvu ya kuogelea, ufundi wa kuogelea, ufundi wa kupaa juu umo ndani yake, kwa hahitaji kujifunza. Kadhalika wewe mwanadamu, nguvu za kufanikiwa katika kila eneo zimo ndani yako. Maanake kama wengine wamefanikiwa, maanake na wewe uwezo wa kufanikiwa upo. Sijui kama ushawahi kumuona samaki ambaye hawezi kuogelea. Hiyo unaita ni samaki. Kuna samaki ambaye hawezi kuogelea. Kuna njiwa ambaye hawezi kuruka juu. Sasa inakuwaje? Wanadamu wengine wanafanikiwa, wengine hawafanikiwi. Inakuwaje? Ni hivi, hujui kama hujui. Hiyo ndio shida iliyo kubwa sana. Hujui kama hujui, na kama hujui, maanake hutatafuta kujua, utabakia kwenye kutokujua. Sasa hali kama hiyo ndio imepelekea watu wengi sana kuwa wepesi kulalamika, kulaumu watu wengine, kwa sababu hawajui kwamba uwezo wa wao kushinda, kutoboa, kufanikiwa wanao ndani yao, lakini kwa wao kuendelea kulalamika wanafunga uwezo ule usifanye kazi. Nilizungumza kwenye video iliyotangulia hapa, ni kwamba kwenye video nyingine za kwenye masio iliyotangulia, kwa hiyo siwezi kufuatilia iliyotangulia juzi ikoje, lakini kwenye mazungumzo ni kwamba mwanadamu ana akili mbili. Kuna akili ambayo anaweza kuitawala, ambayo inaweka kichwani, na kuna akili ya pili ambayo huwezi kutawala, iko moyoni. Sasa akili ya kwenye moyo ina nguvu zaidi ya akili ya kwenye kichwa. Ndio hapo unamuona mtu anataka kuacha pombe anashindwa. Akili kwenye kichwa anasema pombe ni mbaya, sigara ni mbaya, kuchepuka ni kubaya, lakini moyo una nguvu zaidi ya kushinda akili ya kwenye kichwa. Hii imetafutiwa na imethibitishwa kisayansi, na vilevile Biblia inazungumza jambo hilo kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 35 mstari wa 35. Kwa hiyo uwezo wa kufanikiwa unao. Sasa nimezungumza kwenye video zilizotangulia kwamba katika sehemu ya ubongo, kuna sehemu ya ubongo ya nyuma inaitwa reticular activating system, ndio inapaswa ikuongoze katika hatima yako ambayo ni nzuri, kwa sababu kwenye Biblia imeandikwa kwamba Mungu anawawazia watu mema siku zote, masaa yote, dakika zote. Mungu anawawazia watu mema. Ndio maana Biblia ikasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni kwa ulimwengu wote. Sasa hii reticular activating system ambayo iko kwenye sehemu ya ubongo ndio hii ina uwezo wa kuongoza kwenye hatima yako. Lakini unapokuwa na wasiwasi, unaiwekea ukuta kama vile tochi. Ukiwekea ubao hivi, upande ule unakuwa ni vizuri, unakuwa ni giza, uoni ule upande wa pili. Kwa hiyo kama hii ni tochi, nikimulika hapa, upande wa pili ni giza. Ndio hapo unasikia tunazungumzia amefanyiwa nguvu za giza. Nguvu za giza ndio hizo. Hizi nguvu za giza umezitengeneza wewe mwenyewe kutokana na wasiwasi, uoga wa kutojiamini. Kuna sauti ndani yako inakwambia hutaweza, hutafanikiwa, hutapendwa, wewe upendeki, wewe haufai. Sasa usipojua jinsi ya kuikatalia hiyo sauti, utabakia kulalamika, tunakulaumu watu wengine, kwa sababu hujui kuwa hujui. Narudi na pointi hiyo. Sasa wataalamu wa sayansi wameliona hili, ikagunduliwa na wataalamu wawili. Mmoja anaitwa Dan, wa pili anaitwa Kruger. Sawa? Kwa hiyo inaitwa Dan-Kruger effect. Imegunduliwa na wanasayansi wawili. Wamegundua kwamba watu wenye akili sana huwa wanajiona kwamba hawana akili sana.
wana focus kwenye yale mapungufu alionayo zaidi kuliko akili nyingi walizonazo. Yaani anaweza kuwa na akili 99%, lakini akawa na mapungufu ya asilimia hii moja. Yeye anaangalia sana. Kwa hiyo katika tafiti hiyo ambayo inaitwa Dunning-Kruger effect, ni kwamba watu wenye akili sana walipopewa kazi hawakuamini kwamba watafaulu kwa kiwango kikubwa, lakini wale ambao hawajui, ambao hawana ufahamu mkubwa, yani sio expert, na wenyewe walikuwa wanajua, walikuwa hawajui kwamba hawajui kiasi sana, lakini walikuwa wanajua kwamba wanajua sana. Yani anayejua kidogo anajua sana, na yule anayejua sana anajua kidogo. Sasa hii hali ni hatari. Hali hii ni hatari sana, kwa sababu inaleta shida katika maisha ya wanadamu. Ni muhimu ujue kwamba inahitaji kuongozwa na reticular activating system, na hofu ya kushindwa, hofu ya kuchekwa, hofu ya kusemwa vibaya inasababisha ushindwe kuelekea kule na kuleta mabadiliko. Shida ni kwamba unapokaa bila kuwa na tabia ya kutafuta maarifa zaidi, ukafikiria yale ulionao yanatosha, itakuletea shida sana. Itakuletea shida sana, kwa sababu yale ulionayo hayatoshi, lakini wewe unaamini kwamba hayatoshi. Katika umri wangu wa miaka 63 bado najifunza mambo mapya karibu kila wiki. Sasa basi, kwa nini nimekuletea mada hii? Nimekuletea mada hii ili uweze kuona kwamba inawezekana kabisa. Katika chaneli hii, hapa ndio mahali ambapo utajifunza kuishi maisha unayoyataka kwa njia ya urahisi zaidi. Kwa hiyo ni muhimu ujifunze jinsi ya kuanisha akili ya kwenye kichwa na akili ya kwenye moyo, ili uweze kufuatilia fursa ambazo zitakufikisha mahali pazuri, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye mahusiano, iwe katika eneo lolote, iwe kwenye dini. Hii kanuni inafanya kazi. Ni jambo la msingi sana ujifunze kujisimamia wewe mwenyewe bila kujali watu watasema nini. Usiruhusu maneno ya watu yawe ndio mpaka wa wewe kuishia. Yaani kwa sababu unaogopa watu, hutaki kwenda huko, hicho kitu sio kizuri, kitakufikia mahali pabaya. Kwa hiyo anza kuikataa sauti inayokutisha kwamba watu watakucheka, watu watakuangaliaje. Anza kuikataa sauti hiyo. Hilo ni jambo la msingi sana sana sana. Kaka mmoja, ingia kwenye mahusiano kidogo hapo. Kaka mmoja ambaye nilimsaidia dawa ya nguvu za kiume. Sawa? Ya nifungue WhatsApp. Kaka mmoja ambaye nilimsaidia nguvu za kiume, ikamsaidia vizuri sana, akajivunia kwamba amekuwa mwanaume aliyekamilika. Sasa leo kanitumia message hii. Kwa nini nimekuletea message hii? Nitakueleza. Dokta, habari za siku. Pole na majukumu. Samahani, nilitumia dawa yako ile ya Aprika. Umepita takriban 1.5 mwaka na nilipona kabisa, nikawa bao la kwanza nachelewa kumaliza, inaweza kumaliza hata dakika 15. Dokta, sasa hivi naona tatizo limetaka kujirudia tena. Uume unasimama legelege. Hapo una msaada gani ndugu? Nikamwambia hivi, kuna kipindi ulikaa zaidi ya wiki 2 hujafanya mapenzi, na ukufuata maelekezo ya Husuyo kukaa muda mrefu ufanye vitu gani ili mishipa ya nguvu za kiume isiote kutu. Ndio maana tatizo limeanza kujirudia. Yeye akasema, kweli dokta, mie kwa kweli huwa narudi nyumbani kipindi cha likizo, maana mke wangu yuko Geita, mimi niko Singida. Dokta, naomba unisaidie tena hiyo dawa. Naweza kuona jinsi gani? Hajui kwamba kukaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa ni hatari. Kama vile ufunguo usipoutumia unaota kutu. Unaona? Ufunguo usipoutumia unaota kutu, kadhalika na uume usipoutumia unaota kutu. Hata uke pia usipoutumia kuna madhara yake vile vile. Kwa haya ni mambo ambayo nayazungumza hapa
usipojua kwamba, kwa mfano, tatizo hili linasababisha nguvu za kiume, kukaa na mkojo kwa muda mrefu. Watu wengi hawajui kwamba ina madhara. Bado na haja ndogo, unasema ngoja niendelee na kazi, hii itakuletea madhara. Kwa hiyo ni jambo ambalo nataka ulifanyie kazi. Umenisikia ndugu yangu? Usikae tu hivi hivi. Unahitaji kujua, endelea kuniangalia hapa, kunifollow. Hapa ndio mahali pa kuishi, pa kujifunza kuishi maisha unayoyataka kwa njia rahisi. Ni follow tafadhali, subscribe.